Naam, mtazamaji wa TBC Digital, bila shaka hujambo. Karibu katika kipindi cha Jukwaa la Chamwino, kipindi ambacho kinakupa fursa ya kujadili masuala mbalimbali yenye maslahi mapana kwa taifa letu katika nyanja mbalimbali ikiwemo nyanja ya kisiasa, kijamii na uchumi. Lakini pia tunaangalia utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa ajili ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020-2025. Kukuongozea kipindi hiki mimi naitwa Annette Endu. Siko peke yangu, niko na Lugenzi Kabale. Huyu ni mchambuzi na mtangazaji wa shirika la utangazaji Tanzania TBC. Na hii leo basi mada yetu tutaangazia uongozi mahiri wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kukamilika kwa mradi wa kufua umeme wa maji wa Julius Nyerere uliopo katika mto Rufiji, lakini pia upo mpakani mwa mikoa miwili, mkoa wa Morogoro na mkoa wa Pwani. Karibu sana. Asante Annette. Nashukuru sana kwanza kwa maneno yako ya awali kwamba mradi huu uko katika mpaka wa mikoa miwili, mkoa wa Morogoro upande wa magharibi ya mto Rufiji, lakini mkoa wa Pwani upande wa mashariki wa mto Rufiji. Huu mradi kabisa uko katika hii mikoa miwili. Upande wa mashariki ambako ndiko mkoa wa Pwani uliko, kwanza kabisa ndio kuna kituo chenyewe cha kufua ule umeme. Zile mashine 9 za kufua umeme ziko katika mkoa wa Pwani, lakini vile vile karakana nyingi ziko katika upande wa mkoa wa Pwani. Lakini upande wa mkoa wa Morogoro, kikubwa ambacho kiko katika mkoa wa Morogoro hasa ni majengo ya utawala, makazi pamoja na huduma za kijamii. Na ndio maana kulijengwa daraja sasa la kuwa unatoka upande wa mkoa wa Morogoro kuja mkoa wa Pwani. Makubwa sana kabisa. Kwa kwanza sasa tujikite katika mada yetu, tuangalie ni kwa namna gani sasa uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan katika utekelezaji wa mradi. Asante sana. Labda kwanza tupate maana ya neno mahiri. Manake unapozungumzia kitu kwanza ujaribu kukitohoa. Neno mahiri ni neno la Kiswahili lenye maana ya kwamba kitu ambacho kiko kwenye ubora wa ziada. Yaani ni bora, lakini ni bora mara dufu na mara dufu. Ndio kinaitwa mahiri. Manake katika ule ubora kimekwenda zaidi. Kwa hiyo hakina namna yote ya kasoro. Sasa tunaposema kwa namna gani uongozi mahiri wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan umeweza kujidhihirisha katika utekelezaji wa huu mradi wa kufua umeme wa maji katika mto Rufiji, mradi wa Julius Nyerere, takwambia jambo moja muhimu sana. Umahiri wa Mheshimiwa Rais unaonekana kutokana mosi na ukubwa wa mradi. Annette, huu mradi ni mkubwa. Si mradi tu wa kimkakati na mradi kabambe, huu mradi ni mkubwa. Naposema mradi mkubwa na maana gani? Leo hii tunazungumzia kukamilika kwa mradi huu mkubwa na wa kimkakati kwa nchi yetu. Lakini nataka nikwambie na watazamaji wafahamu, ndani ya huu mradi wa Julius Nyerere, ndani yake kuna miradi midogo 9. Hii miradi 9 kila mmoja ulipotekelezwa ndio ukiunganisha unapata mradi mmoja. Lakini kuna miradi mingine unapoifanya ni mradi mmoja tu, kwamba kama ni nyumba 2, barabara. Lakini hii ilikuwa na miradi 9 ndani, na hii miradi 9 kila mmoja ulikuwa unaendeshwa tofauti na kusimamiwa tofauti, lakini chini ya uratibu mmoja. Labda sasa niweze kuwapa picha ukubwa wa huu mradi ukoje. Jambo la kwanza, unaposema mradi ni mkubwa, ni thamani ya mradi. Mradi huu umegharimu taifa letu shilingi za Kitanzania trilioni 6. Dola za Kimarekani takriban bilioni 2.9. Wamarekani wenyewe wenye fedha yao wanakuambia mradi ukishafikia thamani ya dola bilioni 1 unaitwa mradi mkubwa. Kwa lugha ya Kiingereza wanaita mega project. Nakumbuka
thamani ya dola haijawahi kushuka, na kama imeshuka yani ni katika kiwango kidogo sana. Kwa hiyo wanapokuambia Waamerika wenyewe wenye dola yao kwamba mradi unapofikisha dola bilioni 1 ni mega project, wanamaanisha. Sasa huu sio dola bilioni 1, dola bilioni 2.9 takriban, kidogo uende kwenye dola bilioni 3. Kwa hiyo peke yake hiyo picha, kuweza kusimamia huu mradi, kuweza kuona kwamba fedha hizo zimeingia na zimetekeleza huo mradi, peke yake ni umahiri. Katikati hapo unaweza ukayumba na fedha zikapotea, kukafanyika variation, watu wa uhandisi wanasema, ukatoka dola bilioni 2.9 ukaenda dola bilioni 4. Lakini namna makadirio yalifanyika kwa awali ndivyo ilivyoisha. Hauwezi wewe kama msimamizi mkuu wa mradi ukakamilika kwa bajeti ile na kwa fedha zile halafu usiwe mahiri. Ni umahiri. Na ndio maana inatengeneza CV ya watu wanaopewa miradi kuweza kupewa mradi mwingine. Kwa hiyo sifa tu ya umahiri wa uongozi wa Mheshimiwa Rais kusimamia mradi wa bilioni 2.9. Lakini jambo la pili sasa, twende kwenye hiyo miradi 9 ambayo iko ndani ya huo mradi mkubwa mmoja. Na jambo moja tena niwakumbushe watazamaji, pale tuna mashine 9 za kufua umeme. Kila mashine moja ina uzito wa tani 600. Hebu niambie tu, tani 600 mashine moja. Yaani inakuonyesha kwamba kwa Kiswahili cha mtaani hili ni dude kubwa, yaani ambalo kama ingekuwa tu ni swala la kukutana nalo mahala, unaweza kusema kwamba leo dunia inafanya nini? Inapasuka. Sasa mradi wa kwanza ambao ndani ya hii miradi 9 ambayo nimeweza kuitamka hapa, mradi wa kwanza kabisa ilikuwa ni kujenga sasa ule muundombinu wa kuhifadhi maji kwa ajili ya kutumika katika kuzalisha umeme. Huu muundombinu ambao yamejazwa maji pale una urefu wa kilomita 100, zaidi ya kilomita 100, na upana wa zaidi kilomita 22. Hapo nazungumzia urefu wa kutoka Dar es Salaam mpaka hatua chache baada ya Chalinze. Kwa sababu Dar es Salaam Morogoro ni kilomita 190 na kidogo. Kwa hiyo ni kutoka Dar es Salaam mpaka Chalinze unaivuka kidogo ndio unapata hilo dude ambalo linashikilia maji. Sasa hili ni dude kubwa. Ili kuweza kukinga yale maji sasa yaweze kupata kasi ya kwenda kupeleka ile mitambo ya kufua umeme, ilibidi waweke ukuta wenye urefu wa sawasawa na ghorofa 45. Sina hakika kama Dar es Salaam tuna jengo lenye ghorofa 45. Lakini mtazamaji ajaribu kutengeneza picha kwamba kutoka chini ule ukuta kuzuia yale maji kwenye mto, ghorofa 45, na huo ukuta ambao ndio umekinga kwamba maji yasinania hapa, una upana sawasawa takriban kama na uwanja wa mpira. Yaani ule ukuta ambao sasa umekinga yale maji, unene wake ni karibu kiwanja cha mpira. Sasa hili sio jambo dogo. Ni zege, ni nondo, ni kila aina ya vichanganyishi vya ujenzi viweza pale kutumika. Kwa hiyo hii peke yake, wakati wa ujenzi wa ule mradi kulikuwa na meneja mradi wa hilo eneo akishughulikia hilo tu. Kwa hiyo unaweza ukaona ukubwa wa mradi. Watazamaji, tumsikilize kidogo mhandisi Luchagula kwa maneno yake mwenyewe, na akimaliza maelezo yake na mimi nitatoa ufafanuzi juu ya namna ambavyo bakuli linafanya kazi. Watazamaji, hizi headless tunnel au handaki namba 1 ambayo inafanana na namba 2 namba 3, ikifika baada ya site tanks linagawanyika sehemu 3 ambayo tunaita si penstocks. Ni penstock namba 1, 2, 3. Kwa handaki namba 1 iko penstock namba 1, 2, 3. Kwenye handaki namba 2 kuna penstock namba 4, 5 na 6. Kwenye handaki namba 3 kuna penstock namba 7, 8, 9. Hizo 9 hizo kama nilivyotaja, kila moja inaenda kwenye generator moja. Kuna kitu pale kinaitwa bakuli. Maji yakisha toka pale yalipohifadhiwa katika ile sehemu kubwa kabisa, yametengenezewa njia ya kwenda kwenye bakuli. Hili bakuli ni kama lina upana kama wa kiwanja cha mpira au takriban robo 3 ya uwanja wa mpira. Halafu chini limekwenda umbali wa takriban kama mita 10 au mita 10 na zaidi. Sasa maji yanafinywa kutoka kule kwenye ile hifadhi kubwa. Yanafinywa, yanakuja kwa kasi kwenye birika. Yakifika hapa kwenye birika kuna mahandaki 3.
Haya mahandaki matatu ni makubwa sana kiasi ambacho haya magari ya mchanga sasa hivi ya tani 30 linaweza likaingia mle ndani na likageuka likatoka. Sasa haya mahandaki matatu yakienda kule ndani tena, yakifika kule, kila handaki moja linatengeneza mahandaki matatu. Kwa hiyo hila kwanza mahandaki matatu madogo, mahandaki matatu madogo, na lile jingine mahandaki matatu madogo. Unapata mangapi? 9. Sasa maji yanapotoka huku kuja kwenye birika, kwanza yamefinywa, kwa hiyo yana ghadhabu, kasi kubwa sana. Yakifika pale yanaingia kwenye yale mataruni matatu kwa kasi sana. Yakienda kwenye yale mataruni matatu, yanakwenda kugawanyika kwenye yale 9. Sasa yanakwenda kwa kasi. Yale 9 sasa ndio yanakwenda kumwaga maji kwenye kila mashine moja ya kuzalisha umeme na kuanza kuizungurusha ili iweze kuzalisha umeme. Na ikisha zungusha pale kuzalisha umeme, yale maji tena yanatumbukia katika channel moja hivi, yanarudi katika mto Rufiji, yanaanza kwenda katika Rufiji ya chini. Sasa hili tu eneo la bakuli na kutengeneza yale matanuru na kila kitu inaitwa waterways. Kwa kizungu inaitwa waterways au water intake. Yaani ndio sehemu ambapo sasa maji yanachukuliwa kwa ajili ya kwenda kuzalisha umeme. Hii peke yake tena ilikuwa na mhandisi mwandamizi ambaye amesoma uhandisi wa kuzalisha umeme wa maji, akiitwa mhandisi Luchagula. Huyu ndio alikuwa amekaa pale, ni mkongwe, amekuepo TANESCO kutoka miaka ya 60 mwishoni na 70. Ndio alikuwa anashughulikia kitu. Sasa hili tu ukiangalia katika picha hapo, watazamaji wanaona picha. Hili peke yake ni mradi wa mabilioni, kama katika ile budget ya trilioni 6. Kwa hiyo nimesema ni mradi wa ngapi? Wa pili katika miradi 9 ambayo inatengeneza dude linaloitwa Julius Nyerere Hydro Power Project. Yanafanyika haya Sterling, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa nini siseme kwamba huu ni uongozi ulio mahiri? Ni uthubutu mkubwa sana. Ni uthubutu mkubwa sana kwa sababu huyu mhandisi Luchagula alipokuwa anafanya kazi kwenye birika, kuna mfumo na muongoza kwanza ndani ya mradi mpaka TANESCO, mpaka Wizara ya Nishati, mpaka kwa Mheshimiwa Rais. Na hawezi kufanya kitu bila huo mfumo kumwambia fanya au usifanye. Sio, unaelewa? Ni kama gari ambavyo unaendesha kwamba unawasha pale na funguo yako, alafu unakanyaga hapa mafuta, alafu gari inafanya nini? Inaondoka. Lakini kule kwenye mfumo wake kuna vitu vinafanya kazi. Kwa hiyo hata huu mradi mpaka unajengwa, maana kuna mfumo wa kikazi ambao muamuzi wa kusema fanya usifanye haikuwa ni Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa nini usiseme kwamba huu ni uongozi mahiri? Lakini mradi wa 3 ambao umefanyika pale ndani ya huu mradi wa Julius Nyerere ni daraja la kuunganisha sasa mikoa ya Morogoro na Pwani. Kumbuka huku upande wa Morogoro ndiko palipo na reli ya Tazara. Hii mitambo yote na vifaa vya ujenzi ambavyo vilikuwa vimekuja kufanya kazi ya kujenga huu mradi, vingi vilikuja kwa reli ya Tazara. Sasa iko ng'ambo ya magharibi ya mto, lakini vifaa vinavyokwenda kujenga mtambo viko huko upande wa mashariki. Hiyo mitambo 9 ya kufua umeme ilitengenezwa China, imekuja kwa Tazara, inakwendaje upande wa mashariki wa mto Rufiji. Kweli bidi lijengwe daraja. Hili daraja ni kubwa, ni muundombinu mmoja mkubwa na wa thamani, kwa sababu kuwezesha kupita hiyo mitambo. Bila ile daraja mitambo haipiti. Bila ile daraja mitambo haipiti. Lakini pia zingatia kwamba lile daraja hata miaka ya nyuma serikali ya awamu ya kwanza, awamu ya pili, awamu ya 3 ilikuwa inawaza sana kuunganisha mikoa ya Pwani na Morogoro. Badala ya ukitaka kwenda Pwani kutoka Morogoro upite Dar es Salaam Kuranga, kuna njia tu ya mkato hapa kukatisha, lakini kwa haiwezekani kutokana na thamani na gharama ya ujenzi wa ile daraja. Lakini kutokana na ujenzi wa mradi wa kufua umeme wa maji wa mto Rufiji, ile daraja limekamilika. Lilikuwa na site na project engineer. Ni mradi kabambe na tofauti kabisa, na bahati njema picha zipo, naamini watazamaji wanaweza wakaona ni muundombinu wa namna gani. Kwa hiyo huo ni mradi wa 3 ndani ya mradi mkubwa wa Julius Nyerere. Lakini mradi wa 4 sasa ni kitu kinaitwa Powerhouse. Powerhouse huu ndio mradi ambao sasa kiini cha mradi wenyewe, kwa maana kwamba Powerhouse ndipo mahala ambapo zile mashine 9 za kufua umeme zimekitwa. Kwa hiyo tunaita pale ndo nini? Powerhouse, ambapo nimeeleza kwenye birika yale maji yanakuja
inapiga zile mashine, ikipiga zile mashine zinazunguka na kuanza kutengeneza umeme. Sasa kila mashine moja katika hizi 9 ina uzito wa tani 600. 600 mara 9 umeelewa? Haya, unakwenda zaidi ya hapo sasa. Kila mashine moja ina uwezo wa kuzalisha umeme wa megawati 235. Hizi 235 mtera peke yake 180. Kidatu ni 200 na kidogo. Sasa pale Julius Nyerere mashine moja ni kidatu moja. Mashine moja ni kihansi moja. Sijui unaelewa? Maana yake pale kuna kihansi ngapi? Kuna kihansi 9. Anet, hiyo mradi hivi bila umahiri kweli inaingia kichwani? Haiwezekani. Haiwezekani. Inahitaji kiongozi ambaye ametuliza akili, kiongozi mwenye maono, kiongozi ambaye pia anawashirikisha wenzake na kutengeneza ushirikishaji. Waingereza wasema teamwork. Sasa unaweza kaona mashine 9, kila mashine moja uzito tani 600, inazalisha umeme 235, sawa sana kidatu moja, zaidi ya mtera moja, zaidi ya kihansi moja, lakini pale ni 9. Twende katika eneo jingine, au kabla sijaenda ni kwamba kutokana sasa na huu uzalishaji wa umeme wa megawati 2115 imefanya mradi wa Julius Nyerere kuwa mradi wa 3 kwa ukubwa katika bara la Afrika wa kufua umeme wa maji. Mradi mkubwa kabisa wa kufua umeme wa maji ni katika mradi wa Gedi huko katika nchi ya Ethiopia, ambao unafua umeme wa megawati 5400. Na mradi wa pili ni katika mradi wa Kariba huko katika mto Zambezi, ambao na wenyewe ni kati ya nchi za Zambia na Zimbabwe. Zinashirikiana katika kuendesha ule mradi. Na 3 sasa inakuja Julius Nyerere yenye megawati 2115, na ya 4 inakuja kuwa mradi wa Ziwa Nasa katika nchi ya Misri wenye megawati 2100. Kwa hiyo hii peke yake inakuonyesha jinsi gani ambavyo mradi huu ulivyo mzito, wa 4 katika bara la Afrika. Na mradi wa 6 ndani ya hiyo miradi 9 ndani ya mradi mmoja ni kwamba kutokana na ukubwa wa lile eneo ambalo linahifadhi maji katika ule mradi, kulikuwa na uwezekano wa kihandisi kwamba yale maji, kwa sababu ni mengi, unajua maji yakiwa mengi yanatengeneza mgandamizo. Kwa Kiingereza nasema pressure. Yanatengeneza mgandamizo. Ule mgandamizo unapokuwa mkubwa yanakuwa naangalia yanatokea wapi ili kupunguza ule mgandamizo. Kwa hiyo maji ilikuwa na uwezekano yangeweza kuwa yanatoroka. Kwa hiyo kabidi tena watengeneze namna ya vibwawa vidogo vidogo pembeni ili yanapotoroka yaweze kukamatwa. Sasa pale wametengeneza namna hiyo inaitwa, na hiyo inakomesha hakuna upotevu. Hakuna maji, yani hapa yamedhibitiwa kabisa. Yani kama vile wewe ambavyo unadhibiti maji yako kwenye sufuria nyumbani. Na menyani pale. Kwa hiyo inaitwa Sedo Dam. Sedo Dam ni aina ya vibwawa ambavyo vinazuia maji. Nasema ni vibwawa lakini actually ni mabwawa. Yanazuia maji yasifanye nini? Yasitoroke. Mradi mwingine Anet ambao ndani ya huu mradi wa Julius Nyerere ni mradi wa ujenzi wa njia ya umeme wa msongo mkubwa. Kutoa sasa umeme kutoka pale Julius Nyerere kupeleka Chalinze ili kwenda kuunganisha sasa na njia kubwa ya umeme wa taifa, wanaita grid. Lakini hiyo ni njia kubwa ya umeme wa kitaifa ili kuingiza sasa katika mzunguko wa nchi yetu. Sasa pale Chalinze ndipo ipo hiyo njia ya umeme wa kitaifa kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma. Kwa hiyo ilibidi itengenezwe njia mahususi ya umeme ya msongo wa umeme wa kilovoti 400. Huu ni umeme mwingi sana. Na hizi njia kwa nchi yetu nadhani tumeanza kuzitengeneza hivi karibuni kutokana na huu mradi. Lakini mara nyingi kwa watu kwenda 240 kV ndogo ndogo hizi. Sasa hii 400 ni kubwa sana. Tumejenga. Sasa peke yake tu hii imegharimu kilomita 160 kutoka Rufiji mpaka Chalinze. Aneti, huu ni mradi mkubwa sana. Ni mradi mkubwa sana. Kwa hiyo ilibidi uwe na mkandarasi wake na meneja mradi wake na wataalamu ambao unaweza kusema kwamba hawakuhusika na mradi wa Julius Nyerere. Maana kama vile walikuwa wanafanya kivyao, lakini ukija kwenye management wanaunganishwa kwenye Julius Nyerere. Kwa hiyo unaweza kaona ni kwa namna gani ambavyo mradi huu ni mkubwa. Na ulikuwa na mtawanyiko mkubwa sana.
Lakini mradi mwingine ambao tunaweza kusema sasa ni wa 7 au wa 8 ni ujenzi wa kituo cha kupoza na kupandisha umeme. Umeme unapotoka kuzalishwa pale kwenye ile mitambo ya kufua umeme, ambapo kila mtambo unakuwa na uwezo wa kuzalisha megawati 235, ule umeme unakuwa ni wa moto maradufu. Unaingia kwenye kile kituo, inabidi ufanye nini? Upozwe kabla ya kusafirishwa. Sasa pale kuna hicho kituo cha kupoza umeme. Hakuna kituo kama hicho kikubwa cha kupoza umeme katika Afrika Mashariki na Kati isipokuwa Julius Nyerere Hydro Power Project. Hiyo peke yake kwa hakika, ili uweze kukamilisha mradi kama huo, inahitaji umahiri katika uongozi wako. Lakini mradi mwingine ambao watu wanapaswa kujua, pale palipojengwa mradi, kabla ya ujenzi, na nitafurahi sana kama mhariri picha ataonyesha wakati timu ya TBC inakwenda pale 2018, hapajafanyika kitu, ni mapori tu. Ilikuwa ni mapori na ilikuwa ni sehemu ya mbuga ya wanyama ya Julius Nyerere. Kwa hiyo ukienda hapo unakutana na swala, unakutana na pundamilia, unakutana na tembo. Kwa hiyo ni pori tu. Sasa kilichofanyika nini? Ilibidi kutengeneza mji mpya kabisa pale, ili kuweza sasa wafanyakazi ambao watakuwa wanaendesha mradi waweze kuishi pale, lakini majengo ya utawala, lakini majengo ya huduma za kijamii, shule pamoja na hospitali. Lakini kikubwa zaidi ilikuwa ni barabara, aina ya mtandao wa barabara katika ule mji, kuwezesha shughuli za uzalishaji pale umeme na mengine yaweze kwenda. Kwa hiyo palifanyika kazi kubwa. Hii peke yake Waingereza wanaita component, yani ni kama kitawi cha ule mradi. Ilikuwa na meneja mradi wa kwake, msimamizi wa kwake, ambaye anaripoti kwa nani? Anaripoti kwa mratibu, hapana, kwa mratibu mkuu wa mradi pale katika Julius Nyerere. Leo hii ukienda, na hata mhariri picha ataonyesha, kabla ya mji kutokea ilikuwa ni mapori, na baada ya ujenzi mji ambao umetokea pale. Kwa hiyo hiyo ni mradi wangapi? Wa 8 ndani ya mradi mmoja. Lakini mradi wa 9 ambao umeweza kufanyika ndani ya huu mradi mmoja, kumejengwa karakana za kisasa na kubwa sijawahi kushuhudia. Yaani karakana ambayo inaweza ikachukua mtambo mzito wa tani 600, tani 800, tani 1000, ikauninginiza hivi kwa ajili ya kufanya kama ni marekebisho, kama ni kitu imetengenezwa pale. Wale ambao ni wa kizazi cha analog, maana naambiwa sasa hivi kizazi ni .com. Wale wa kizazi cha analog ambao tulikuwa tunatumia typewriter. Kompyuta sisi hatukuanza nazo. Uko kienda newsroom unakuta typewriter pale, unaandika kwa peni sana, sio kwa simu wala nini. Simu mpaka uende ile ya kukoroga ile, ilikuwa inaitwa shirika la posta na simu. Ambao na sasa wanasoma kwenye historia. Ni historia tu sasa, iko kwenye makavazi sasa hivi. Umeelewa? Sasa nikienda kwenye historia, aina ya karakana ambazo zimejengwa pale katika mradi wa Julius Nyerere Hydro Power Project za kisasa ni sawasawa na karakana ya Mangula ya Tazara kwa miaka ya 60 na 70. Katika ujenzi wa reli ya Tazara pale Mangula palijengwa karakana ya kisasa kwa miaka ile, na kubwa na yenye mashine kubwa kuweza kutimiza mahitaji ya kiufundi ya Tazara kwa upande wa Tanzania. Kwa ilikuwa kama injini zimeharibika, kama ilikuwa ni Mangula pale. Sasa Mangula ya leo imehamia Julius Nyerere Hydro Power Project. Pale ziko karakana za uhandisi mitambo, ziko karakana za uhandisi umeme, zipo karakana za uhandisi majenzi. Kwa hiyo ni kubwa, ambacho manufaa tutakayopata pale, huenda kwa kutumia tu zile karakana tukaweza kupata mapato ya ziada. Tunapozungumza leo, kuna mitambo inayokuja hasa ya madini inayokwenda katika nchi ya DRC, lakini pia katika nchi ya Zambia. Inalazimika kuunganishwa kule ilikotoka. Kwa mfano kama ni China au kama ni Ujerumani, iunganishwe kabisa, kwa sababu hakuna sehemu ya kuunganishia. Lakini sasa wanaweza kaeta kwenye vipande, ikaja kwa Tazara, ikaunganishiwa pale, ikaenda Zambia, tukapata fedha za kigeni na maisha yakaendelea. Kwa hiyo Aneti, hiyo ndio miradi 9 ambayo imetekelezwa ndani ya mradi mmoja. Kwa hakika ninafahamu, na siku Mungu akitujalia tukapata nafasi ya kufanya mahojiano na Mheshimiwa Rais, ni vitu gani ambavyo hata visahau wakati anasimamia mradi, huenda akatuambia. Si rahisi Aneti, mradi kama huu, wewe ndio rais,
taarifa zote zinakuja kwako. Kuna mahitaji ya kiufundi, kuna mahitaji ya kibinadamu, mahitaji ya mali, yani kila kitu kinakuja kinaishia kwako. Yani wasaidizi wako wanasema tumpelekee mheshimiwa, na mheshimiwa ndo wewe. Sasa ukifika pale unakimbilia wapi? Yani wewe ndo mwisho. Kwa sasa, lakini yote ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan aliyabeba. Hapo umahiri wa uongozi wake umeonekana bila ya shaka, bila ya kupingwa. Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana, na kwa hakika TBC Digital tunakupongeza sana pamoja na Anet. Naam, asante. Yeah. Tumeona sasa umahiri uliopo katika hiyo miradi 9 ambayo imetekelezwa ndani ya mradi mmoja ambao umegharimu zaidi ya shilingi trilioni 6. Ni jambo kubwa. Tupate mapumziko. Tukirejea tutakuja kuangalia ubora wa kiuongozi katika utekelezaji wa huo mradi. Baada ya mapumziko hayo, sasa mtazamaji wa TBC Digital, tuendelee. Na hivi sasa basi tunaenda kuangalia kipengele cha uongozi bora, ambapo tunaamini katika vitu vinavyojenga dhana ya uongozi mahiri ndani yake kuna uongozi bora. Je, ni mambo gani unaweza kusema yameonyesha uongozi bora wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan katika utekelezaji wa mradi? Asante sana Anet kwa swali lako zuri. Naweza nikasema kwenye kipindi hiki ni swali zuri sana. Unajua umahiri, uongozi mahiri, au unaweza kusema uhandisi mahiri, au unaweza kusema huyu ni mcheza mpira mahiri. Ile mahiri sio tofali, lakini hata tofali limetengenezwa na mchanga na simenti na kadhalika. Sasa tunaposema uongozi mahiri, kuna vipande ambavyo vimetengeneza kitu kinaitwa mahiri. Moja ya vipande ambavyo vimetengeneza uongozi mahiri ni uongozi bora. Nitawarejesha wale ambao ni watu wa analogi, umri wetu umeenda kidogo. Miaka ya 70, wakati uongozi wa nchi hii ukiwa chini ya upande wa Tanzania bara, ukiwa chini ya chama cha TANU, na kule visiwani ikiwa ni chama cha Afro Shirazi Party, kabla ya mwaka 1977 kuungana. Moja kati ya sera kubwa sana za kiuongozi ambazo zilitumiwa na chama cha TANU chini ya uongozi wa baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, walitengeneza namna ya dhana katika kuona kwamba TANU inatekeleza matarajio ya wananchi. Walikuja na dhana inasema, ili Tanzania iendelee inahitaji vitu 4: ardhi, watu, siasa safi na uongozi bora. Si umeelewa watu, ardhi, siasa safi na uongozi bora. Sasa wao walishaona kabisa thamani ya uongozi bora. Sasa ndio tunataka tuje na watazamaji hapa sasa tuambie kwamba katika ule umahiri wa uongozi wa Mheshimiwa Rais kuna kipengele cha uongozi bora. Sasa hiki ni kipi ambacho Mheshimiwa Rais amekionyesha? Na mtu anaweza kusema, sasa unaposema uongozi bora wa Mheshimiwa Rais umetumia vigezo gani? Vigezo ambavyo vimetumika hapa ni kile alichoweza kukisimamia na kimeonekana. Kwa sababu mradi huu wakati Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan anachukua uongozi ulikuwa 40. Hakika angeweza kuchukua maamuzi akasema huu mradi kwa mazingira yetu tuusimamishe, mradi michoro ipo huko mbele tutakuja kuendelea nao. Kumbuka pia mradi huu umeanza mwaka 1972 chini ya uongozi wa baba taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, lakini ilibidi usimame kutokana na mazingira yalivyokuwa. 2017 inaamuliwa na serikali ya awamu ya 5 kwamba huu mradi tunaujenga. Ilibidi waende kwenye makavazi kwenda kuangalia, je, mwaka 72 walichora nini, walisimamia nini? Na walipoenda kuangalia ile michoro wakakuta kwamba makadirio ilikuwa ni kupata megawati 620, lakini kutokana na mahitaji makubwa ya umeme ikabidi wafanye maarifa kupandisha kutoka 620 mpaka 2115. Sasa hapa ndipo ambapo uongozi bora wa Mheshimiwa Rais unapoonekana, kutoa maamuzi magumu kwa wakati na kwa kujiamini. Unapokuwa kiongozi
kuna wakati mwingine unaweza kutoa maamuzi mazito hata ulionao wasikuelewe. Lakini kama wewe unaamini kwamba hili ndilo lengo nalotaka na maamuzi haya yatatufikisha, basi unasimamia. Ndicho alichokifanya Mheshimiwa Rais. Lakini kingine, tangu enzi za baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wataalamu wote wa uongozi bora wanakuambia moja ya vipengele muhimu katika uongozi bora ni uongozi shirikishi. Haukumbatii mamlaka yote. Na ndio maana mwaka 1972 baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, kwa kulifahamu hilo, aligundua kwamba mamlaka yote ya uendeshaji wa serikali, maamuzi ya miradi yote yalikuwa katika ngazi ya wizara. Yaani kitu hakifanyiki huko Mpanda mpaka wizara huku imetamka. Kitu hakifanyiki huko Karagwe mpaka wizara huku imeamua. Kitu hakifanyiki Newala mpaka wizara imeamua. Sasa kuna kitu kingine kwa kitu kusema kwamba ndio, lakini mpaka jalada likafika Dar es Salaam huyo mheshimiwa aweze kusema ndio, tayari ni miezi 7 na mambo yamesha haribika. Kwa hiyo mwaka 1972 ukaletwa utaratibu unaitwa ugatuzi wa madaraka, pakaletwa utaratibu unaitwa madaraka mikoani, kwamba kuna baadhi ya mambo yakanaamuriwa tu kwenye ngazi ya nini, ya mkoa. Kwa hiyo hiyo ndio ambayo ametumia Mheshimiwa Rais, kwamba aliweza kugatua madaraka kutoka katika ofisi yake kwenda kwa makamu wa rais, kwenda kwa Mheshimiwa Waziri Mkuu, lakini kwenda katika Wizara ya Nishati na kwenda katika shirika la kuzalisha na kusambaza umeme TANESCO, lakini mpaka chini kabisa katika ile ngazi ya mradi. Kuna baadhi ya mambo katika ule utekelezaji wa mradi yalikuwa hayamfikii yeye, yanaishia huku chini. Sasa hilo maana yake nini? Maana yake ni kwamba ni kiongozi ambaye mosi anathamini ushirikishaji, lakini la pili anawaamini watu ambao kawapa kazi za kuweza kumsaidia. Sasa huo ni moja kati ya vipengele ambavyo vinaonyesha kwamba ni mtu ambaye amejikita katika uongozi bora. Lakini jambo jingine, huu mradi umegharimu trilioni 6. Ni fedha nyingi sana. Sidhani hizo fedha pale katika Wizara ya Fedha zilikuwa katika kapu zimekaa kwamba hizi ni za kwenda sidhani kabisa kama kulikuwa na kapu limekaa au holding room moja kwamba hizi pesa. Hapana, ilikuwa ni pesa ambazo za serikali zinaenda huku zinaenda huku zinaenda huku, lakini bajeti ya utekelezaji wa mradi ni kiasi hiki. Sasa inafika mahala kwamba pale mkandarasi wa kujenga uwe mradi amemaliza eneo fulani, ameraise certificate, anatakiwa alipe fedha pale katika BOT au ni pale katika hazina, hazipo. Wewe kama ndio chief executive wa taifa letu unafanyaje? Lakini alipambana na fedha zikapatikana na mradi ukaweza kuendelea. Kwa hakika hilo peke yake inaonyesha kabisa kwamba ana umahiri wa uongozi, lakini hiki ni kipengele cha uongozi bora ndani ya utekelezaji wa huu mradi wa kufua umeme wa Julius Nyerere. Nitumie fursa hii kuwapa changamoto UWT. Huyu ametoka miongoni mwao katika UWT mpaka amefika ngazi ile. Lakini kubwa, ndio kiongozi wetu mkuu wa taifa letu mwanamke wa kwanza. Hatuna hakika tutapata tena kiongozi mkuu wa nchi yetu mwanamke lini. Kwa kazi aliyofanya kupitia huu mradi na mengine, nadhani tunapoelekea katika uzinduzi wa mradi. Maana juzi nimesikia kwamba alikuja waziri wa mambo ya nje wa Egypt kwa ajili ya kuja kukaa na maafisa wa Tanzania kupanga hiyo tarehe ya uzinduzi wa mradi. Mimi nilikuwa nataka niwape changamoto, watafute namna ya zawadi, namna ya ishara ambayo itaonyesha kwamba wanatambua. Lakini Mheshimiwa Rais atakapokuwa anakaa mahala anasema kweli nilithaminiwa na wanawake wenzangu, wanaweza kampa tuzo ya Ritik Danka, chifu katika mkoa wa Singida pale. Wajerumani wakati wanafanya kazi ya kuikalia Tanganyika walipeleka majeshi pale kwa ajili ya kutawala lile eneo, aliwakimbiza kwa nyuki. Sasa fikiria, nyuki anageuzwa kuwa kifaru au nyuki anageuzwa kuwa ndege nyuki au drone kwa miaka ile. Lazima kimbie. Sasa ilikuwa ni kazi ya kipekee aliyofanya chifu Ritik Danka. Kwa miaka hii ndio kazi ya kipekee aliyofanya kwa Mheshimiwa Rais. Lakini ukienda katika Angola ya leo, kuna dola ikiitwa Angola. Alikuwepo pale Malkia Nzinga Mbande.
Nzinga Mbande alikuwa ni kiongozi shupavu sana katika ile dola. Alikuwa na kaka zake, alikuwa na ndugu zake wa kiume, lakini yeye ndo alikamata dola ile Angola. Na Wareno wakati wanakuja kuitawala Angola, kwa sababu ile dola yenyewe inaitwa Angola na ndio ambayo imeweza kutengeneza jina la Angola mpaka leo. Lakini zikuwepo dola nyingine, sio tu kwamba ndio ilikuwa peke yake. Lakini kwa ile dola ya Angola, Wareno wakati wanakuja kuitawala ile nchi, aliwakimbiza, aliwapiga kweli mpaka ilipofika mahala kaka zake wakamsaliti, ndio ile dola yake ikaingia katika mikono ya Wareno. Lakini ukienda katika nchi ya Nigeria kaskazini kule, yupo Malkia Amina, Queen Amina, na yeye aliweza kutengeneza jeshi la askari 20,000 na aliweza kuteka dola nyingine akaziweka chini yake. Huyu mwanamama alikuwa shupavu na mahiri kweli. Hivi wakisema kwa mfano UWT watengeneze tuzo ya Liti Danka, kwamba huyu sasa ndio Liti Danka wetu wa karne hii, watengeneze tuzo ya Malkia Nzinga Mbande, watafute jina na kitu kwa maana ya sura na muonekano wa mwanamke, mimi naamini itapendeza sana na Mheshimiwa Rais katika maisha yake, na huko mbele kwenye makavazi yake atalinganishwa. Kama leo hii tunamsoma Queen Nzinga Mbande, tunamsoma Liti Danka, maana yake kwamba alifanya kazi ya kutukuka sana. Alifanya kazi ambayo iliweka alama katika kutetea uhuru na utu wa Mwafrika. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia kutekeleza mradi wa Julius Nyerere Hydro Power Project, kwa hakika ametufanyia kitu chenye thamani kubwa sana kama taifa, na lazima tumkumbuke. Umoja wa Wanawake Tanzania mna deni kwa Mheshimiwa Rais. Umoja wa Wanawake Tanzania una deni kwa Mheshimiwa Rais. Tupate mapumziko. Tutakaporejea tena tutakuja kuangalia faida sasa ambazo zinapatikana kutokana na kukamilika kwa mradi. Na mtazamaji wa TBC Digital, tunarejea tena ambapo sasa hizi Lugenzi Kabale atatupitisha kidogo kwa uchache kwenye faida, lakini tutakwenda kuangalia una ujumbe gani kwa naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Dr. Doto Biteko, ambaye wizara yake ndio iliyopewa dhamana ya kusimamia mradi huu ambao unaitangaza Tanzania vizuri hasa. Asante sana Aneti. Kule bungeni wanasema swali la nyongeza. Nadhani ni swali la nyongeza. Mara faida zake tu za mradi tumeshazijadili sana. Faida za huu mradi ni kubwa maradufu, na kwenye vipindi vingine kule tutaendelea kuchambua. Lakini kwa ufupi tu nitaje faida ziko takriban 20, lakini hebu niseme tu faida za huu mradi kutokana na ukubwa wake wa jumla. Moja kati ya madhumuni makubwa kutekeleza mradi ilikuwa ni kuzuia mafuriko katika Rufiji ya chini. Manake hapo ni Ikwiriri, unakwenda mpaka Somanga, unakwenda mpaka Muhoro. Yani ni shida. Na ilikuwa ikifika muda vifo vinatokea, uharibifu wa mali, uharibifu wa vyakula, kila kitu. Sasa hii unafahamu mafuriko kwanza yapigi hodi. Na yakija serikali iwe na fedha, iwe haina fedha, lazima itetee watu wake. Kwa ilikuwa ni vurugu mechi. Na miundombinu inaharibika kwa shida sana. Kwa hiyo moja ya faida kubwa za mradi huu ni kwamba sasa hivi mafuriko katika mto Rufiji ni historia. Sasa maji yote yakija yanazuiwa pale katika ule ukuta ambao umejengwa pale, yanatulia, alafu yanaanza kuachiwa kwa namna sisi tunavyoona inafaa. Lakini faida ya pili ni kwamba Tanzania sasa inaenda kusahau kitu kinaitwa mgao wa umeme. Yaani mgao wa umeme unaenda kwenye makavazi ya nchi, kwamba kuna muda fulani bwana umeme ilikuwa ni mgao kawa jukuu zako. Alafu wao watoka hata hawaelewi kwamba unakatika. Yaani neno kukatika kwa umeme kwa mradi huu sasa ni kwamba tunakwenda kusahau. Lakini la pili, nchi yetu, uchumi wetu unategemea sana namna ya upatikanaji wa fedha za kigeni, zile wanaita international convertible currency.
kwa maana kwamba zile fedha zinakubalika katika mzunguko. Sasa kupitia huu umeme, kama ambavyo tunauza kahawa, kama ambavyo tunauza dhahabu nchi za nje tupate pesa, kama ambavyo tunauza tumbaku, sasa umeme unakwenda kwa moja kati ya mazao tunayouza nchi za nje. Unajua ni ujanja mkubwa sana, yani unauza umeme. Yani lazima iweze kukosa mteja. Kwa hiyo peke yake tu, na ninavyozungumza nawe mpaka saizi umeme huu Zambia wanausubiri kwa hamu, kwa sababu wana matatizo ya umeme. Lakini nchi nyingi tu mpaka Zimbabwe, na utakwenda mpaka Zimbabwe, na kwa sababu sisi kama Tanzania tuko katika power pool mbili, yani mifumo ya kuuziana umeme ya kanda mbili, kanda ya kusini na kanda ya mashariki, na hii kanda mashariki inakwenda mpaka Misri, mpaka Ethiopia. Kwa hiyo hapo yani huyu kaishiwa umeme unakwenda. Angalie kwenye kipengele cha ujumbe kwa naibu waziri mkuu. La kwanza kabisa, mimi kwanza nishukuru Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Mashaka Biteko, kwa hakika amesimama katika nafasi yake katika hilo eneo la nishati. Kwa sababu Aneti, kama ambavyo tumesema, Mheshimiwa Rais ameonyesha uongozi mahiri, ameonyesha uongozi bora. Lakini wanasema hivi, katika ngoma, yani kila ngoma ina mwenyewe. Hii ngoma ilikuwa ni ya Wizara ya Nishati, ambapo Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Dr. Doto Mashaka Biteko yeye pale ndio yuko katika ile wizara. Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, umefanya kazi kubwa sana wewe pamoja na shirika la umeme hapa nchini TANESCO, lakini na wasaidizi wako. Kwa hakika mnastahili kongole na mnastahili kutambuliwa na Watanzania na taifa hili. Na sasa tukiwa tunahitimisha kwa uchache tu, tuangalie sasa tunaelekea kwenye uzinduzi wa mradi. Tujikumbushe kama wanahabari, tuna wajibu upi sasa katika kuhakikisha tunausemea huu mradi na Watanzania wanaufahamu? Asante sana Aneti, katika swali lako zuri hilo tena la nyongeza, naweza nikasema kwa hakika hapa duniani vyombo vya habari ndio jicho, masikio na mikono ya jamii yoyote. Nachotaka kusema, hebu fikiria wewe nyumbani kwako, umeamka asubuhi, TV haipatikani, simu yako haifanyi kazi, mawasiliano yoyote kujua mtaa wa pili kuna nini huwezi. Maisha yataenda? Haiwezi kaenda. Ndipo sasa umuhimu wa vyombo vya habari unapokuja. Mimi naweza kusema ni kwamba nafasi ya vyombo vya habari tunapoelekea katika uzinduzi wa mradi sasa ni nafasi ya vyombo vya habari, hususan TBC ambayo ndio channel ya taifa, kuweza kutengeneza makala maalum zitakazoelezea historia ya mradi, nafasi ya serikali ya awamu ya kwanza, nafasi ya serikali ya awamu ya pili, nafasi ya serikali ya awamu ya tatu mpaka awamu ya 6 wakati mradi umekamilika. Muhimu, kwa mfano, wakati mradi unatekelezwa, Mheshimiwa Rais mwenyewe alipitia magumu. Hebu TBC ikamhoji na kueleza leo hii kwanza ana furaha kiasi gani mradi umeweza kupatikana. Lakini Mheshimiwa Makamu wa Rais katika vikao vya kuona kwamba huu mradi unakwenda mbele, anakumbuka vikao gani ambavyo yawezekana aliona kwamba hapa kama vile masaa yanakimbia sana. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu na Waziri wa Nishati, wataalamu katika sekta ya nishati, waweze kutuambia kulikuwa na nini. Lakini tufuatilie kipindi cha serikali ya awamu ya kwanza, nani walihusika katika mradi. Kwa hiyo kubwa mimi ambayo naweza kusema nafasi ya vyombo vya habari na hususan shirika la utangazaji Tanzania ni kuiomba tu Wizara ya Nishati sasa ifanye utaratibu wa kuitisha mkutano wa uratibu kati ya TBC pamoja na TANESCO na wizara yenyewe, ili tuweze kukaa sasa na kupanga kutengeneza mkakati tunapoelekea katika ufunguzi. Watanzania wajue historia nzima, wajue nani alihusika kwa kiasi gani, lakini mpaka tunaingia katika uzinduzi wa mradi wenyewe sasa, wakati hizi makala zimeruka katika TBC, zimeruka katika TBC 1, TBC Digital, maana yake ni kwamba tayari tutakuwa tumetengeneza makavazi ya mradi, kwa sababu naamini mpaka saizi makavazi ya mradi hakuna. Lakini ili jukumu lishakuja TBC kwa uratibu wa wizara na kwa kushirikiana na TANESCO, tutakuwa tumetengeneza makavazi, nafasi ya Mheshimiwa Rais wa awamu ya 4, nafasi ya Mheshimiwa Rais awamu ya 5, nafasi ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, nafasi kila mtu kwa nafasi yake. Tukapata sasa makavazi, kesho na kesho kutwa tupo hatupo, kizazi kijacho kikienda kinakuta mfululizo wa makala mwanzo mpaka siku ya uzinduzi
wanaweza wakapata picha, mradi huu ulitekelezwaje, mradi huu ulikuwa na changamoto gani, mashujaa wa mradi, nani alifanya nini, nani alifanya nini. Kama leo ambavyo tunasoma kazi iliyofanywa na shujaa Mkwawa, kazi iliyofanywa na Mtemi Mirambo, kazi iliyofanywa na kina machifu Rumanyika, ni kwa sababu kuna watu waliandika ile historia. Ndio maana tumejua Rumanyika alipambana na ukoloni. Ndio maana tumejua kwamba kazi kubwa aliyofanya Mkwawa. Kwa hiyo hata mradi huu wa Julius, kutokana na umuhimu wake na uzito wake, naweza kusema kwamba tumechelewa, inapaswa tukimbie. Utengenezaji wa makala uanze leo kwa uratibu wa Wizara ya Nishati, lakini kwa Shirika la Utangazaji Tanzania kushirikiana na TANESCO, ili makala hizi zianze kuruka katika TBC1, katika TBC Digital na katika mitandao, watu waweze kujua na picha jinsi mradi ulivyoanza na mpaka umeweza kukamilika. Na asante. Sasa tukiwa tunahitimisha katika majadiliano yetu, umewataka UWT, Umoja wa Wanawake Tanzania, umewaomba kwamba wahakikishe wanampa zawadi. Sasa bila shaka utakubaliana nami pia kwamba kwa TBC chini ya mkurugenzi mkuu Dr. Ayubu Rioba, kipindi hiki pia kiwe kama zawadi kwa Mheshimiwa Rais. Bila shaka kwa hakika ni moja kwa moja. Hiki ni kipindi, kama unakumbuka wakati tunapanga tukasema basi kwanza tutambue nafasi ya Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pili, wanasema hivi, huwezi ukajizungumzia wewe. Wakikuzungumzia watu ni kitu bora zaidi, kwa sababu itakuwa ni kioo ambacho unajitazama. Lakini hayati Rais wa awamu ya pili Mzee Ali Hassan Mwinyi, Mungu amrehemu, alisema maisha ya mtu ni hadithi. Basi hiyo hadithi iwe nzuri, na sisi hapa tumeamua Mheshimiwa Rais, hadithi yako iwe nzuri kwa kueleza kwa namna gani ambavyo umahiri wa uongozi wako umetupa mradi wa Julius Nyerere Hydro Power Project. Lakini pia tumegundua kwamba mle ndani kuna kipengele cha uongozi bora, na moja kati ya vipengele muhimu katika uongozi bora ni uongozi shirikishi. Umewashirikisha wasaidizi wako, umemshirikisha kila aliyestahili kusimama katika nafasi yake. Mheshimiwa Rais, tunasema asante sana, asante sana, asante sana. Mkurugenzi, asante. Hadi wakati mwingine. Nashukuru sana. Asante sana. Mtazamaji wa TBC Digital, hadi kufikia hapa ndio tunafikia tamati wa kipindi hiki cha Jukwaa la Chamwino, ambapo hii leo mada tuliyokuwa nayo hapa tulikuwa tunaangazia uongozi mahiri wa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kukamilika kwa mradi wa kufua umeme wa maji wa Julius Nyerere uliopo katika mto Rufiji. Mimi ni Annette Andrew. Kwa heri hadi wakati mwingine.